tarehe 4 ya mwezi wa 5 siku ya Jumapili mwaka 2025. Nitakuwa na ibada maalum sana ambayo sijawahi kuifanya hata siku moja Dar es Salaam. Tangu nimeingia Dar es Salaam sijawahi kuifanya ibada hii. Pale ICG Makongo Juu Dar es Salaam nitakuwa na ibada inaitwa ukombozi au kufunguliwa kwa ndugu wa damu yenu. Ukombozi au kufunguliwa kwa ndugu wenye damu yenu, au kwa ndugu wenye damu moja. Hao ni watu gani? Ni watu ambao mnazaliwa kwa asili ya mzazi mmoja ama wazazi wa aina zote mbili. Inawezekana mnachangia baba na mama, ama inaelekea mnachangia baba tu au mnachangia mama tu. Hawa watu ni muhimu sana. Hawa watu ni muhimu sana kuombewa, kwa sababu ya zile ambazo nimekuwa nikifundisha kwamba yapo mambo ambayo unayatoa kwa baba yako na mama yako ambao mnahusiana sana. Nikasema kupatikana kwako wewe kunatokana na chromosomes 23 ambazo zinatoka 23 kwa mama na pia nyingine 23 zinatoka kwa baba, unapatikana wewe. Lakini wewe pia unapatikana kwa mzazi wako wa kike kutoa yai na mzazi wako wa kiume kutoa mbegu, zinaungana. Kwa hiyo lazima kuna kitu kinatoka kwa baba, kuna kitu kinatoka kwa mama, unapatikana wewe. Kuna uhusiano mkubwa. Lakini sivyo tu. Lakini wewe ili upatikane kuna kitu kinaitwa genes of alleles. Genes of alleles ni nini? Ni kile ambacho kina determine group lako la damu. Either ni group O, either ni group B, either ni group A. Lakini group ile ya damu halitokani na mzazi mmoja. Hapana. Inatokana na wazazi wote wawili wanapokuwa wanaungana. Kuna kitu ambacho kinaitwa Leser's factor, ambacho kama kikubali ndio maana umetokea wewe. Kama Leser's factor ikubali, maana yake mimba ingeharibika. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimemechi kutoka kwa baba au kutoka kwa mama kikaja kwako, na ndio maana umepatikana. Kwa hiyo kuna uhusiano wa wewe na mdogo wako, kuna uhusiano wa wewe na kaka yako, kuna uhusiano wewe na baba yako, kwa sababu lile lililotoka kwa mama yako na likatoka kwa babako likakuunda wewe, vile vile ndivyo vilivyofanyika kwa mdogo wako wa kike na mdogo wako wa kiume. Kwa hiyo hao watu ambao wanachangia damu ya namna hii ni watu ambao wanahitaji kuombea sana siku ile ya Jumapili tarehe 4. Mlete ndugu yako popote aliko, mkoani, mahali kokote, muandae kwa ajili ya ukombozi huu. Ni muhimu. Kumbuka, mahali kokote ambapo damu yenu imo, kwa mfano kama iko kwa mdogo wako au kwa kaka yako, mahali kokote, na yule kaka yako au mdogo wako wakaikamata ile damu, wanaanza kukutrace na wewe. Kwa hiyo nitakuwa na maelezo mengi ya kibiblia ambayo ni zaidi ya haya maelezo ya kisayansi, ambayo yatakuonyesha kweli kwamba ukiwa na mdogo wako au dada yako, ukiwa na ndugu yako, wanaweza wakatumia damu yake kukuathiri wewe. Kwa hiyo kuna maombi maalum kwa kutumia damu ya Yesu kuvunja hiyo kitu. Ni muhimu sana na usikose. Kama unashindwa kuwaleta ndugu zako, basi njoo na picha zao. Mungu akubariki unapoendelea kwenye maombi haya. Neema Kristo Yesu ikawe juu yako katika jina la Yesu. Amen. Nilipoomba mkono ulinigusa, nilipoomba mkono ulinigusa, nilipoomba mkono ulinigusa, mkono wa Bwana Yesu. Yesu, Yesu, unikumbuke. Yesu, Yesu, unikumbuke. Yesu, Yesu, unikumbuke makaoni mwako.